Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Alhamisi ya tarehe 22 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2025, juma la 5 katika kipindi cha Pasaka, mwaka C wa kanisa. Ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo ni kuhusu wokovu. Tunaokolewa kwa imani katika kifungo cha upendo na si kwa sheria tu. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 7 hadi ya 21. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya 9 hadi ya 11. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohane sura ya 15 aya ya 9 hadi ya 11. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Tafakari. Wapendwa, Mungu amejifunua kwetu katika sheria, yaani Torati. Lakini zaidi sana amekamilisha kujidhihirisha kwake kwetu katika mwanaye mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo. Torati ipo kwa ajili ya kutusaidia kumjua Mungu ili tumsadiki. Na tunamsadiki kwa imani ambayo ndiyo iletayo wokovu wetu kwa msaada wa neema ya Mungu. Katika somo la kwanza, Wayahudi wanashindwa kutambua nguvu ya imani juu ya sheria. Waliamini kwa kufuata sheria tu mtu anapata wokovu. Na ndani ya sheria hizi zilenga sana katika kushughulikia usafi na unajisi wa nje, yaani wa mwili, zaidi kuliko usafi wa ndani, yaani wa roho. Mfano, kutahiriwa. Jambo hili linaleta mgogoro kati ya Wayahudi na watu wa mataifa walioamini. Mara Wayahudi wanawataka watu wa mataifa watahiriwe kwanza ili waweze kuokolewa na kuwa jamii kamili ya Kikristo. Jambo hili lilisababisha kutokea kwa mtaguso wa kwanza kabisa wa kanisa, ulioitwa mtaguso wa Yerusalemu au mtaguso wa mitume. Ulikuwa na lengo la kuimarisha umoja wa kanisa baina wa Kristo wa kwanza wote walio Wayahudi na wale wa mataifa. Ikumbukwe kwamba wakati huu kanisa ndio lilikuwa linaanza na Wayahudi ndio walikuwa wanaunda idadi kubwa ya jamii ya kwanza ya Kikristo. Hivyo mila na desturi za Kiyahudi zilikuwa zimetawala sana. Mgogoro huu unasuluhishwa kwa fundisho kwamba sisi tunaokolewa kwa imani na si kwa sheria tu. Sheria zitusaidie kuishi vyema bila kubaguana na zitufanye tumjue Mungu. Lakini imani haswa ndiyo kitu cha msingi zaidi, ikizingatiwa kwamba imani ni zawadi ambayo tumepewa na Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu. Hivyo, watu wa mataifa wanapaswa wapokelewe kwa imani yao na si kwa sheria za Kiyahudi. Mathalani kutahiriwa, kwa kuwa wokovu ni kwa ajili ya watu wote. Rejea hati ya mtaguso wa pili wa Vatikano, Lumen Gentium, yaani mwanga wa mataifa, namba 2. Lakini pamoja na hilo, Yakobo anahimiza zaidi kuhusu kushika sheria za usafi wa ndani
maana kwa hizo roho zetu zinasalimika na imani yetu inastawi. Anasema, bali tuwaandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Rejea somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura hii ya 15 aya ya 20. Wapendwa, katika maisha yetu tunaalikwa kutafakari juu ya sheria zilizopo kwenye tamaduni zetu. Je, zinatusaidiaje kujenga na kuimarisha imani yetu? Je, ni kwa ajili ya ustawi wa nje, yaani wa miili yetu tu, au na wa roho zetu pia? Katika maisha yetu ya kila siku ya Kikristo, je, tunawachukuliaje waamini wasio wa utamaduni wetu? Wapendwa, Kristo mfufuka anatualika tupendane kama Baba yake alivyompenda na kama yeye alivyotupenda sisi, hata akafa msalabani kwa ajili yetu. Tukumbuke kwamba upendo hushinda yote, upendo usio wa maneno tu, bali wa matendo na ushuhuda. Sheria zetu zijengeke katika upendo, hapo tutaweza kuimarika katika imani na umoja kama watoto wa familia moja. Hivyo tuombe neema ya Mungu ili itusaidie kuendelea kumshuhudia Kristo mfufuka katika maisha yetu ya kila siku, tukidumu katika imani na umoja katika kifungo cha upendo, ili tuweze kuupata wokovu huo tunaoutamani. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateli Danieli Lucas Julumba wa Jimbo Katoliki la Shinyanga, inayosoma masomo yangu ya taalimungu mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Tabora.